Mpendwa mtazamaji, tarehe 20 ya mwezi Disemba, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 26 hadi ya 38. Ni habari za malaika Gabrieli anayetumwa na Mwenyezi Mungu kwenda katika mji wa Galilaya na katika kijiji cha Nazareti. Anakutana na Bikira Maria, yeye aliyekuwa ameposwa na Yusufu. Anamsalimu akimwambia salamu uliyepewa neema na Bwana, Bwana yu pamoja nawe. Habari hii inamfanya Maria apate fadhaa kubwa sana ndani ya nafsi yake kwa ajili ya maneno haya ambayo malaika amekuja kumwambia. Kwa nini? Katika imani ya dini ya Kiyahudi waliamini jambo moja, kwamba malaika akija kwako, amekutokea, kuna jambo baya ambalo limetendeka kwako au kwa taifa, na anakuja kuleta ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Na mtu akimwona Mwenyezi Mungu, huyo mtu hataishi, anakufa. Anapoletewa maneno haya kwamba Bwana yupo pamoja nawe, aliogopa sana Maria, kwamba Bwana ambaye yeye ni mtakatifu sana yupo pamoja na mimi, nimemwona Bwana. Akapata fadhaa. Ndipo malaika anamwambia usiogope kwa ajili ya maneno haya. Anampatia ujumbe kwamba utapata mimba na utazaa mwana, na huyo mwana ni mwanamume, utampa jina lake Yesu. Yeye atakuwa ni mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Maria anambishia malaika, anasema litakuwaje jambo hili? Mimi sijui mume. Malaika anamwambia utapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Ndipo akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Na malaika akaondoka akaenda zake. Ni habari kubwa ndani ya kanisa. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe kwa uweza wake anaamua kuchukua mwili ndani ya tumbo la Bikira Maria. Na eneo hilo la Nazareti ambacho kilikuwa ni kijiji, kilikuwa hakina thamani. Yesu alipokuja akachukua mwili ndani ya Bikira Maria, eneo hilo limekuwa na thamani kubwa sana. Eneo hilo pia limefanya watu wengi kwenda kumshangaa Mwenyezi Mungu alipojishusha kwa namna ya kipekee sana katika mazingira haya duni. Vile vile pia tunamshangaa Mwenyezi Mungu kwa namna ya kipekee ambapo anaweza akamuinua mwanadamu aliye dhaifu. Mwanadamu huyu akawa pia ni sehemu ya ukombozi wa dunia nzima, ambaye huyo ni Bikira Maria anayemleta mkombozi. Kikubwa zaidi ambacho tunachokiona kwa huyu Bikira Maria ni ile hali ambayo alijitunza huyu mwanamwali, na mpaka Mwenyezi Mungu anamuona kwamba ni chombo safi. Ye mwenyewe anaamua kuweka makazi mle ndani. Alijitunza katika usichana wake, akiwa bado ni binti mdogo, alijitunza. Leo katika jamii ambayo tuko nayo, tunakosa mabinti ambao wanajitunza kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Mungu baadaye aje awatumie hawa kwa ajili ya ukombozi wa taifa na kwa ajili ya ukombozi wa dunia nzima. Wengi kudumu katika sheria za Mwenyezi Mungu wanaona kwamba ni vigumu. Maria katika umri mdogo sana, na wataalamu wanasema alikuwa ana miaka 14, anakuwa ni chombo cha ukombozi kwa dunia nzima kwa ajili ya kujitunza. Jambo la pili tunalojifunza kwa Maria ni hili: anakubali mpango wa Mwenyezi Mungu, akijua wazi kabisa kwamba mbele yake kushika mimba nje ya utaratibu wa dini ya Kiyahudi, ambayo ilikuwa ni mwaka mzima tokea baada ya kuweza kuposwa aonekane ana mimba, mbele yake ni kifo. Anakubali kifo kitokee kwa binadamu, lakini wanadamu wengine waweze kupata uzima. Leo tunakutana na changamoto kubwa ya baadhi ya watoto au vijana ambao hawakubali kuacha mambo yao, hawakubali kuacha vile wanavyovipenda, hawakubali kuacha yale ambayo ni ya familia. Wako tayari kushikilia mambo yao, lakini mambo ya Mungu hawayataki kuweza kuyafanya. Tunakosa watu wa mfano.
Mwenyezi Mungu katika siku ya leo ambapo malaika anampatia habari Maria, anakubali mpango wa Mwenyezi Mungu hadi kutaka kufa, afadhali afya lakini dunia iokolewe. Atusaidie tupate vijana wengi wa kuweza kuitikia katika wito wa Mwenyezi Mungu, wawe tayari kupoteza nafsi zao na maisha yao kwa ajili ya ukombozi wa dunia na watu wote. Na kubwa zaidi analolizungumza kwamba yeye ni mtumishi wa Bwana, atendewe alivyonena. Ni jambo la furaha kubwa sana. Katika umri mdogo wa miaka 14 anajiita mtumishi wa Bwana. Wengi katika kundi la vijana hawapendi kuitwa watumishi wa Bwana, hawapendi kuitwa katika majina mazuri ya Mwenyezi Mungu. Wamejipachika majina ya ajabu sana ambayo hata wazazi wao, hata shetani mwenyewe anashangaa kuweza kuwaona wakiwa na majina hayo. Maria anasema yeye ni mtumishi wake Bwana, atendewe kama vile alivyonena. Yuko tayari, amesema fiati, Mwenyezi Mungu niko tayari kwa ajili ya kazi yako. Hebu katika maisha yako fungua moyo wako, jiite mtumishi wa Bwana, na Mwenyezi Mungu atakubariki, atakupeleka kule ambako unakohitaji. Majina ambayo unayojipachika hayo, ambayo hukubatizwa nayo, ambayo hayana baraka, hayatakufikisha katika mwisho wa maisha yako. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.